Wakati vifaru na wanajeshi wakipita katika maeneo yote ya mitaa ya Washington siku ya Jumamosi, watu milioni kadhaa kote nchini walijitokeza kupinga ubadhirifu wa utawala wa Donald Trump. Maandamano hayo yalipewa jina la No Kings yametokea katika maeneo takriban 2100 kote nchini Marekani, kutoka miji mikubwa hadi miji midogo. Muungano wa zaidi ya vikundi 100 viliungana kupanga maandamano hayo ambayo yamejitolea kwa kanuni ya kuto kufanya vurugu wiki hii. Donald Trump ametuma walinzi wa kitaifa na wanajeshi wa majini wa Marekani huko Los Angeles ili kukabiliana na waandamanaji ambao wameandamana dhidi ya kufukuzwa kwake kwa kukaidi serikali na serikali za mitaa, katika onyo la nguvu la kijeshi ambalo halijawahi kuonekana nchini Marekani tangu enzi za haki za kiraia. Kuvutiwa na maandamano ya Jumamosi hii kulisababisha watu kuweza kuongezeka kuingia mtaani kwa ajili ya kuandamana. Waandaaji wa No Kings walikadiria matukio ya siku hiyo yaliyovutia mamilioni ya watu, huku mamia fulani yakiendelea katika majimbo yote 50 na katika baadhi ya miji nje ya nchi. Hizi ni pamoja na zaidi ya watu 200,000 huko New York na zaidi ya watu 100,000 huko Philadelphia, pamoja na miji midogo yenye umati mkubwa wa watu, pamoja na mji wa Paintwater, Michigan, ambao ulishuhudia watu 400 wakijiunga na maandamano katika mji wao wa watu 800. Muungano wa No Kings ulisema maandamano hayo kwa kiasi kikubwa yalikuwa ya amani, ingawa baadhi huko Los Angeles na Portland baadaye yanaonekana kuwa ni mkusanyiko usio halali, hivyo kusababisha polisi na askari wa jeshi la Marekani kuchukua hatua kali dhidi yao. Katika mwendelezo wa maandamano siku ya jana ya Jumamosi, maandamano makubwa pale nchini Marekani yalikumbwa na vurugu nzito za kisiasa. Kulikuwa na ufyatuaji wa risasi 2 asubuhi wa wabunge 2 wa chama cha Democratic huko Minnesota. Mmoja wao aliuawa pamoja na mumewe katika kile maafisa wa eneo hile walichokiita shambulio lililochochewa na kisiasa. Polisi wa jimbo hilo na gavana waliwaonya watu kutokuhudhuria maandamano katika jimbo lolote lile kutokana na tahadhari nyingi.